umeziumba mbingu na nchi. Namsogeza mtumishi wako, anapenda kulisha Bwana Yesu, umemtayarisha kwa chakula cha kanisa lako. Baba, angalia tumekuja tukiwa na njaa, tukiwa na kiu ya maji ya uzima. Mimina Bwana Yesu bubutiko la ajabu ndani ya roho ya mtumishi wako. Chini ya ulimi wake Bwana weka hazina kutoka mbinguni. Maana ulisema hutawaacha yatima, bali utakuwaletea msaidizi. Baba, msaidizi awe juu ya mtumishi wako, lote lofuangasha ndani ya moyo wake. Baba, anapenda kutoa yote uliyokwisha kumwonyesha kujenga kanisa lako Bwana. Ninashukuru nikijua ya kwamba wewe ni mwalimu wetu, ni wewe utatufundisha. Tunakuja mbele zako tukiwa wanafunzi wako, tupate kula na kunywa kwa kutumia mtumishi wako. Baba, mbariki, karibu unifundishe, ni kupitia jina lako Yesu uliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, wote tuseme amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno limeombewa, niombe twende tukasikie ujumbe wa neno la Mungu kwa muda mchache sana. Ujumbe huu utasema kiongozi bora. Kiongozi bora. Kiongozi bora ni nini? Kiongozi bora ni nini? Kiongozi bora ni mtu aliyesimama katika daraka lake kwa manufaa ya wengine, sio kwa manufaa yake, kwa manufaa ya wengine. Na kiongozi bora tunaanza kumwona kutoka kwenye mwili wake yeye mwenyewe. Mtu asiyeweza kutunza mwili wake mwenyewe, awezaje kutunza familia yake? Mtu asiyeweza kutunza familia yake, awezaje kutunza kanisa la Mungu? Kwa kiongozi bora anapimwa kwenye utendaji wake kwa kumtazama, kuona anafanya nini, anatoka wapi, anaenda wapi. Kiongozi bora ni kutangulia mbele, ni kuwa na uchungu wakati watu unaoongoza unapoona wanaingia katika shida. Shida zote unaziona kama ni za kwako. Lakini kiongozi ni kuelekeza, kiongozi ni kielelezo, ni kusimamia maono ili yatimizwe, lisiharibike hata moja. Mungu atusaidie sana. Kama kuna wakati mgumu kwa wanadamu, ni wakati wanadamu watakapokuwa wanatafuta mtu wa kuwatangulia mbele. Rais wetu mstaafu Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete alikuwa na wakati mgumu alipokuwa anatafuta rais atakayesimama badala yake. Alihangaika sana, alitambika sana. Lakini si huyo tu, hata tukirudi nyuma kwa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, kumpata Mwinyi ilikuwa kazi ngumu. Mwinyi kumpata Mkapa ilikuwa kazi ngumu. Mkapa kumpata Kikwete ilikuwa kazi ngumu. Kikwete kumpata Magufuli ilikuwa kazi ngumu. Ni kweli sio kweli? Wakati unalala unatafakari ni nani asimame mbele ya Watanzania wote. Ni sawa na wakati unasimama unalala unasema ni nani anataka kusimama mbele ya kanisa la Galilaya lote. Na likasema amina. Wakatoka wakaingia wakiwa salama. Ni wakati mgumu sana. Lakini pia kuna wakati mgumu msichana anapotafuta mvulana wa kumooa, na ni wakati mgumu mvulana anapotafuta msichana wa kuoa. Wakati mgumu sana. Na kama unaona ni wakati rahisi, ni wewe. Ni wakati mgumu kuliko wakati mwingine wote. Maana katika kuoa usifanye mchezo. Huyo mtaishi naye, kitakachowatenga ni nini? Ni kifo. Kwa kama ni mbigili zitakushona kweli kweli. Tulisoma vitabu vingi sana, hata kuvisema tunaogopa. Wakati wa ujana tulikuwa tuletewa
msichana mwenye umbo hili ukimwoa ana tabia hii na hii na hii. Wangapi walisoma vitabu hivi? Mmoja tu kule. Siku hizi havipo. Tulikuwa tunasoma kabisa. Ukimwoa huyu wa kufanana hivi na mwenye umbo hili atakuwa na tabia moja moja, unasema da, hii mwanangu siwezi, unaweka pembeni. Hii siwezi, unaweka pembeni. Sisi unaweka pembeni. Unatafuta kila mwanamke kwa umbo lake ana tabia yake kwa waliosoma kitabu kile. Lakini wanaume ukiona mwenye hivi na hivi, yuko hivi na hivi, yuko hivi na hivi. Sasa ni wakati naona tabia zote kama zinafanana, kama zina matatizo, lakini nataka uoe au uolewe, utafanyaje? Mwisho inatokea litakalokuja na hilo, shangaa limekuswaga limekuoa. Mbona unanipiga? Ushike adabu. Ila ukikumbuka kile kitabu kilikwambia mwanaume wa hivyo atakutwanga. Sema Mungu atusaidie. Ni wakati mgumu mno. Maandiko yananiambia Yesu alipotaka kuchagua viongozi, wanasema wataalamu, alikesha. Na mkesha wa Yesu una masaa 12. Na Yesu alipokesha akiomba Mungu ampatie viongozi, kila kiongozi aliyemchagua aliomba kwa muda wa saa moja. Masaa 12, na akachagua wanafunzi 12. Kwa kila mmoja aliombewa kwa muda wa saa nzima apatikane. Lakini twende tujiulize, walimsumbua au hawakumsumbua? Walimsumbua. Lakini faraja yake ni kwa kuwa alimhusisha nani? Sio kweli kwa kuwa ukisoma vizuri kitabu kile ukapata mwanamke eti atakusumbua. Atakusumbua, lakini mzigo mwachie mwenyewe. Sio chamwambia Mungu. Kwa hiyo hujilaumu. Utasema Bwana alinipa niliyekusudia kumpata, kuliko kusema ningejua nisiolewe na wewe au nisikuoe. Kwa ni sawa na kumpata mzee wa kanisa Kagali, mchungaji Kagali, mwinjilisti Kagali. Kumweka ni rahisi, kumtoa ni mbinde. Wangapi tuko wote hapa? Sasa nataka nianze kufundisha kiongozi mjue, sio mnakaa mnasema angewekwa fulani, ana sifa hizo. Ana sifa hizo. Kwa tutatiririka na sifa za viongozi ndani ya kipindi hiki na mtaona. Mungu atusaidie. Hebu tuanze kuangalia kwanza kanisa letu la FPCT. Kanisa letu la FPCT liliweka utaratibu. Utaratibu ni baraza wazee linapendekeza majina kutokana na namna lilivyoishi na watu hao, likaona tabia zao, yani vile namna unavyoenenda. Sasa wewe sijakuona hata unakanyaga kanisani, hata kufagia huu mchanga kidogo hujajaribu, unategemea mzee kanisa hili? Tuko wote. Maana mchungaji yeyote lazima awe shemasi, maana Mungu mwenyewe ni shemasi. Ulikuwa kwenye semina hii, tuliona Mungu ni nani? Mungu ni shemasi. Mungu ni mtumishi. Sikuja kutumikiwa, bali akishatumika amekuwa nani? Shemasi. Mungu mwenyewe ni shemasi. Kwa hiyo kiongozi yeyote atapimwa kwenye mfumo wa kishemasi, kulitumikia kanisa hata kabla hujawekwa kwenye ngazi yoyote. Hatuwezi kujua wewe ni mtumishi kwa sababu tumekuchagua na kukuweka kuwa mwenyekiti wa idara, katibu wa idara, mzee wa kanisa, shemasi, eti ndio useme ni mtumishi. Hiyo ni Kagali. Mtumishi tunaanza kumuona akiwa anajihusisha na mambo yanayofanana na karama yake na huduma yake bila kujulikana na mtu yeyote. Yaani wewe hatujui utakuwa mchungaji, hatujui utakuwa mzee wa kanisa, hatujui utakuwa shemasi, hatujui utakuwa mwinjilisti, lakini unazifanya kazi. Unazifanya kazi. Tunaona unaugua. Ukiona shida kanisa unaugua, unasikia kama umeugua, shida imeharibika. Yaani kanisa kutokea shida, unaona ni wewe umebeba hiyo shida yote. Tunaona namna
uko karibu kulisaidia kanisa, hatujakutaja. Mpaka hapo mnaanza kusema kumbe iko issue. Sasa ndio mnasema sungeongeza wazee, sungeongeza mashauri. Naongezaje? Ni kila siku nachunguza, sioni. Na kama kuna karama ulikuwa umeikalia, kuna andiko linasema ichochee nini? Ichochee karama. Si ndio jamani? Chochea karama tuione na sisi tukuombe ututumikie. Kiongoza kistika, kisimama. Mtayumba wengine, yeye hayumbi, analijua kusudi lilomweka hapo. Sasa sikiliza, msiponisikiza vizuri, ninyi ndio mnaotaka mjue huyo ni kiongozi. Nisikilizeni vizuri, mjue huyu ana sifa au hana nini. Sitaki ngebe, sitaki kelele. Ndio maana wanafundisha kiongozi. Hata mimi ninalia. Muda nimekaa hapa miaka 16, natamani kuona mchungaji mwingine akipanda viwango kunipita mimi akawa juu yangu. Bwana asifiwe. Na sio kweli kwamba kiongozi hana aina ya mapungufu. Yapo, si binadamu. Lakini tunampima kwenye aina ya uvumilivu. Mungu atusaidie sana. Hebu fungua Kutoka 2:11. Kutoka 2:11. Baraza la wazee huwa lina kazi. Inapofika ninataka kuongeza mtumishi, wanalia kila jina wakitaja lina kasoro. Taja lina kasoro. Wafanyeje? Wanamlilia Mungu. Ndio maana nimetangaza maombi ya miezi mingapi? Sasa hata siku 40 zimekushinda, siku 90 bibi. Sura ya 2 mstari wa 11 Biblia inasema, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akauficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Na Farao alipopata habari. Ishia mstari 14 tu. Mstari wa 14. Asante, tosha. Hebu nisikilize sasa niongee. Musa anazaliwa Misri na mwanamume mmoja tu, Amram. Hawa walipomzaa kulikuwa na kazi moja tumepangwa na mfalme. Mtoto wa kiume lazima uawe, lakini mtoto wa kike lazima aishi. Kwa hiyo kulikuwa na mbinu za kuhifadhi watoto wa kiume wasiuawe. Lakini mbinu ya kumhifadhi Musa ilifika mwisho ikashindwa. Akaenda kutupwa ndani ya kisafina kando ya kijito. Mtoto wa Farao wakati anapita kuja kuoga na wasichana wenzie, wakakiona kitoto kinalia ndani ya nini? Ya kisafina. Wakakiokota, wakakihurumia, wakasema hiki ni kimoja cha vitoto vya Waebrania. Kumbe dada yake Miriam yuko karibu, akasema, umempenda mtoto huyo? Nikutafutie mama mmoja wa Kiebrania akakunyonyeshe. Akasema nitafutie. Akaenda akamleta mama yake mzazi. Musa hakunyonya maziwa ya mama wa kambo. Asikudanganye mhubiri yeyote, alinyonya maziwa ya mama yake. Akaenda kachukuliwa, akapelekwa yeye na mama yake, wakaishi kwa nyumba ya mfalme wakiwa watumwa. Hebu tuwape makofi kidogo. Mungu akitaka kukuinua, anakuinua kwa namna ya kipekee. Wakala kwa mfalme, wakanywa kwa mfalme, wakaishi kwa mfalme. Baadaye muda ulifika, mnyonyeshaji amemaliza, rudi kwako. Amerudi, Musa akakulia pale. Akiwa katika umri wa miaka 40, akakaa chini. Kumbuka, hajawahi kukutana na Mungu aitwaye Jehova amwekee mikono, hajakutana na kuhani amwekee mikono, mtu yeyote hajatokea. Musa akasikia kuna watu wanaitwa Waebrania wapo wanaishi
eneo fulani. Wao walikuwa wanaishi Goshen, wanaishi Goshen, lakini ni watumwa katika nchi yote. Nikaangalia wanatesekaje. Akaenda akakuta Misri anampiga Mwebrania. Moyo wako ukafanyaje? Ukaumia. Hiyo ndio asili ya uongozi. Sema asili ya uongozi. Sema asili ya uongozi. Asili ya uongozi ni kuumia juu ya kazi ya Mungu ikionekana inaharibika au inaharibiwa na mtu. Yaani wewe hutauliza nani wa kunisaidia, unaenda wewe mwenyewe. Hiyo ndio asili ya kiongozi. Kwa uongozi unaanza bila kujulikana na mtu yeyote. Kwa Musa alipoona Musa anampiga Mwebrania, akaenda. Na muda ambao Musa ameishi kwa Farao kulikuwa na michezo mingi, michezo ya ngumi, michezo ya mateke, michezo yote. Kwa Musa alikuwa amejifunza mchezo wa ngumi, hakuna mtu wa kumpiga. Wale wanaosoma Biblia wanakumbuka hata kwenye kisima kule Midian aliwakongota majamaa, alipiga mabedui, wakana wasichana wa Yethro wakanywesha ng'ombe zao, na walipoenda nyumbani anamwambia leo wasaidia ni nani? Ni Misri, mleteni kwangu. Alipata kukaa kwa Yethro kwa sababu ya mkono. Wanasema kujua ngumi ni kuzuri, ujue kupiga mkono. Haleluya. Mtu akija ovyo ovyo anakutana na mkono. Haleluya. Sikubabaishe. Ngapo ananipa 5. Wewe unaona gani? Kwa kale gelele. Natembea barabara sema chamani napita. Ndio, ndani na hicho kwa sawa. Uko fiti. Bwana asifiwe. Musa akakasirika, akamkamata, akampiga roba moja, akamkunja, akamuua, akachimba, akamshika. Akarudi kwa mfalme. Akarudi siku ya pili, akakuta sasa Waebrania na wanapigana. Akasema ngoma ni ile, sasa nikiwamo mmoja simeua ndugu yangu. Akasema hapa ni washauri. Akaenda akawaambia, ndugu zangu, kwa nini mnapigana? Kwa nini mnagombana? Akajua watamuelewa. Wakasema sasa sikiliza, kielele chako kiishie hapo. Hivi wewe nani aliyekuweka kuwa kiongozi wetu? Si mnaona Musa alikuwa hajawa nani? Lakini anaongoza. Tugeni mkono na mnaika. Hivyo ndivyo sisi tunatambua wewe ni kiongozi, unaanza kuongoza kabla hujataja jina lako. Musa akawaamua, walipoonekana kumjua kwamba aliua Misri, Musa akawaacha. Akatorokea Midian. Akakaa kwa miaka mingapi? 40. Mungu anakutana naye miaka 40, Musa na miaka 80. Ndipo Mungu anatambua huyu ni kiongozi. Kwa kiongozi hatumtambui kwa sababu tu ya kutoa sadaka, shukrani na vikumi. Hapana, ni zaidi ya hayo. Kiongozi amejitoa kuwa mtangulizi. Simba wako mbele, yeye yuko mbele. Kuna chui, yeye yuko mbele. Na kwa taifa la Israeli, kiongozi anatembelea mbele. Hata wana kondoo anatembelea mbele. Ni Afrika tu tunatanguliza kondoo. Ndio maana tuna sifa za kuwa kiongozi. Mtu anaswali ng'ombe tunatangulia zenyewe, zikiliwa ziliwe. Lakini Israeli kiongozi mchungaji anakuwa mbele ya mambo yote. Siku moja mtu alikuta anafagia kanisa, akasema mchungaji acha kufagia, nikasema mbona ukuwai? Acha mpaka nimalize. Mungu atusaidie sana. Kwa kiongozi anaanza kuwa kiongozi kabla hajawa nani? Kiongozi. Tunaona kazi zake. Tuna kauli mbiu inayosema mwaka 2014 mpaka 2024 kanisa hili tuwe na idadi ya waumini 2,000,000 tukiwa tuko 500,000. Hivi nikuulize swali, tutapata waumini 2,000,000 tunacheka cheka? Tunacheka cheka? Ni lazima tupate viongozi wenye ari katika kujitoa mbele za Mungu, wajidhabihu wenyewe kumtumikia Mungu kwa mali zao na kwa nguvu zao na kwa kujitoa. Wengine mpaka wake zao waliwalaumu, maana anataka kutimiza ile kusudi la Mungu. Kwa kauli mbiu ya FPCT haiwezi kukamilika kama kanisa halitafundisha somo la uongozi na utumishi wa kujitoa. Kauli mbiu itakuwa ni uongo. Leta mamilioni kwa watu. Injili kamili ya Kristo, leta mamilioni ya watu. Hubiri
Mungu atusaidie sana. Kwa kiongozi bora tunamwona wa kwanza ni Musa, maana alijitoa, na hata Biblia inasema alikuwa mpole kwa kizazi chake, hapakuwa na mwanadamu mwingine mpole kama nani? Kama Musa. Mungu atusaidie sana. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anaangalia namna ambavyo umeingia katika utumishi bila kutumwa na mtu, na wewe ndiye Mungu atakaye kuchukua kwa kiongozi. Niliishi na baba mmoja aliishi na wazungu, akaniambia, nikaona wazungu wanafuata utaratibu wa Mungu. Kwa sababu wazungu wakati watoto wanacheza ndipo wanajua huyu ni mwalimu, ndipo wanajua huyu ni mechanics, ndipo wanajua huyu ni mtu wa sayansi, huyu ni dokta, ndipo wanajua kwamba wanaangalia michezo ya mtoto anayocheza, wanajua wamkuze kwa kipawa hicho. Nikasema hiyo ni formula ya Mungu. Na sisi vile tunavyokuona kanisani ndivyo tunataka tuikuze huduma yako. Huduma yako haiwezi kukua kama hakuna wanaokuangalia. Bwana asifiwe. Sasa kwa somo hili ambalo tumeanza leo, nataka kanisa mwanze kuangalia. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie mwanangu kiongozi wewe. Mwambie wewe ni kiongozi. Mwambie wewe ni kiongozi. Haya, asante. Mwanze kuangaliana namna hiyo, na sifa ndo kama hizi. Watu wanajitoa, watu wanakuja kanisani. Nilikuwa nawaambia, wewe unakuja ibadani saa 5, unasifa kwa kiongozi. Wameshaabudu, nyimbo za wokovu zimeisha, wewe ndo unatia timu wapi? Unasifa kwa kiongozi. Kiongozi anakuwa mwanzo mambo yote. Inafika wakati unashinda hapa kanisani, nikija na kukuta nasema, sasa unafanya nini? Nilikuwa napalilia kidogo, nilikuwa nachikicheki mazingira haya, hizi fence nimeleta hapa nazikatakata kidogo, nilikuwa nafanya usafi, nazunguka kidogo na ukuta una deki choo. Sasa sielewi, unasafisha sababu mbona una kitambi? Mimi nimeingia umekuta ni pachafu, nimechukua ndoo nimesafisha nimaliza. Nasoma naangalia namna gani mtu anaanza kujishusha yeye mwenyewe akatumikia watu. Anayetaka kuwa mkubwa na awe mtumishi wa watu. Yaani kiongozi ni mtumishi wa watu, sio juu ya watu. Mungu atusaidie sana. Hatuwezi tukafika kwenye mafanikio ya waumini milioni 2 kama hatujatengeneza viongozi watakuwa na moyo kama wa Musa. Haitafikia hiyo. Mungu atusaidie sana. Kwa Musa akapata uchungu, akamua Misri. Lakini kufungua waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza sura ya 2 mstari wa 21. Waraka kwanza Petro sura ya 2 mstari wa 21. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 21. Mstari mmoja tu. Mstari wa 21 panasema, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate neno zake. Asante. Kwa maana ndiyo mlioitiwa, maana hata Kristo aliteswa, akawaachia nini? Kielelezo. Yesu Kristo na Musa ni viongozi ambao ni wa kuigwa. Haleluya. Ni viongozi wa kuigwa. Musa kwa agano la kale, Yesu katika agano jipya, kwamba hawa watu walistahili wawe vielelezo. Kielelezo maana yake ni kitu unachokiangalia wewe kikusaidie kufika eneo. Uige tabia zake, uige mwenendo wake, uige kusema kwake. Hapo ndipo tunajua hicho ni kielelezo. Bwana asifiwe. Yesu katika maisha yake yote, Biblia inasema alimpendeza Mungu pamoja na nani? Na wanadamu. Kusoma katika Luka sura ya 2 mstari wa 52. Yesu Kristo alimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kwa kiongozi atampendeza Mungu pamoja na wanadamu. Lakini pamoja na kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu, sio kweli kwamba anaoongoza watamuelewa. Sio. Wakati Musa anapanga kupambana na Waamaleki, anapanga kupambana na bahari, anapanga kupambana na milima, anapanga kupambana na jangwa, Miriam dada yake na Haruni kaka yake wanapanga kupambana na Musa. Kwa kiongozi
Usifikiri ndugu zako watakuelewa au washirika wako watakuelewa wote. Hapana. Inadhaniwa 100% ya washirika wanagawanyika. 25% wanataka kukubinua wewe kiongozi kwenye kiti. Hatufanye vizuri namna gani? 25% wanawaza kukubinua kwenye nini? Kwenye kiti uanguke. 25% nyingine, uwe ni mzuri, uwe ni mbaya, watakufa na wewe. Hao ni marafiki zako, hao ni wapenzi wako. Yani hatukosee, wanakutetea. Hivyo mtasikia mahali fulani mtumishi wa Mungu amekosea, kundi jingine linakataa. Nasema hapana, hapana, hapana. Kataa, wanatetea. Lakini 50% wao ni kote tu. Mlisikia habari za mchungaji? Mnamuelewa? Yani sisi tukisali tumebaki. Hawaelewi chochote. Kwa 50% ni wakina Songaliende, Swagaliende. Yani wenyewe hawana upande wa 25 hii ya kwa mchungaji hawako na kwenye wanafiki hawako. Yani wenyewe ukisema michango, wanajitolea michango kwa Mungu, wanamaliza, wanachiendana nyumbani. Na hata kwa wanaombea ukiwapelekea na kwambia wapelekee wale 25. Pelekea wale 25. Sisi watu ni watu wamekuja kumtafuta Mungu wa kweli, waishi na Mungu wa kweli. Bwana asifiwe. Hawahitaji jambo jingine. Jumapili niliwaeleza, Ijumaa niliwaeleza jambo moja, nikasema hivi: ukitaka kufilisika na kushindwa kuishi maisha ya kiroho, ungana na genge la kumsema mchungaji au mzee wa kanisa au shemasi au mwinjilisti mpaka mfanye akonde. Ungana na genge hilo. Hautaenda popote. Utalia, utasaga meno. Maana mtumishi wa Mungu hata wajibu, ila atasema mtetezi wangu yu hai, atawaangalia tu, atawapa kisasi yeye. Sikiliza nikwambie, forward wa timu yoyote, iwe Yanga au Simba, iwe Manchester au Barcelona, akiangalia ule muziki wa beki uliotulia kule nyuma, muziki mwingine umetulia hapa, wako wanne wametulia, hawezi kufunga goli. Lakini beki mahiri, forward mahiri, mwenye makeke, anaangalia goli kipa goli. Kusema nataka nikamchome goli ile. Je, yule nani Lampard pale? Huyo Lampard kitu tu. Bila pita. Forward ananyanyuka, anatoka kule, haangalii. Tena anapiga chenga mpaka ndani ya 18. Wakimgusa kidogo chali. Refa anakuja. Hapa anapiga yeye mwenyewe, aliyeumia. Aliyeumia yeye mwenyewe anakuja. Sasa mwanangu, uliumia, unapigaje? Sasa mbwembwe za forward anakuja pale, anasema nilikuwa nakutafuta. Mimi wanasema wanajiangushaga. Unaona mpira unaenda huko, pia analala huko. Kumbe ni kapunyao kale. Nilikuwa nafikiri ni mchezo, kumbe wanadanganywa kweli. Jamani, nakuja nimejipinda hivi, anajua ninapiga huko, kumbe ninapiga huko. Kagoli kanaingia. Wanajiuliza ametupitaje? Kumbe alikuwa anachengea mle kwenye 18. Niguseni muone, niguse. Kwa hiyo na mchungaji mwenye mpira asiangalie wanaoshika shati, wamzuie kwenda, asonge mbele, akafunga goli ndani ya shetani. Funga ndani ya maadui. Maandiko yanasema Miriam alikuwa mbea wa kufa mtu. Mkepe nyingi, kwani kwa Waebrania hakukuwa na wasichana mpaka na wa Afrika. Anaoa Kushi. Huyu mpuzi. Na Mungu alikuwa muone mimi. Hakuwa nione mimi. Mimi ndo ningeongoza watu hawa. Eti Haruni vipi? Kweli dada yetu, kweli kabisa. Wewe ungetuongoza wewe. Ungetupeleka, maana wewe uko safi. Mungu akawachungulia, akamtandika kibao hiki. Mwili wote koma. Akawa mkoma.
Angalia usijikomeka na mkoma hapo jirani yako. Mtu yoyote anayezungumza maongozi bila kuyasaidia, kiongozi anapokosea afanyeje? Asaidiwe. Mungu asaidie sana. Kwa Musa alipambana na shida, lakini shida ile yote aliitatua kwa kupitia Mungu. Hakuna mahali aliposhindana. Wengine wanasema kiongozi huzaliwa, wengine wanasema kiongozi hutengenezwa. Mimi nasema yote ni sawa. Kiongozi kwa asili anazaliwa. Sema kuzaliwa. Huwezi kuwa kiongozi kwa kutengenezwa. Kiongozi anazaliwa. Akisha kuzaliwa, viongozi anaowakuta wanamtengeneza, anakuwa kiongozi. Ukisema nataka mnitengeneze niwe kiongozi, haiwezekani. Tunatengeneza mtu ambaye ni nani? Ni kiongozi. Mwalimu wa chuo cha Biblia aliwahi kusema neno hili, wachungaji hatukumuelewa. Alisema kama ulikuja kusoma na wakati wewe sio mchungaji, utarudi kama ulivyokuja. Watu wakufikiri ni utani. Watoto huwa wanaiba mitihani, lakini nilishuhudia kwa macho wazee wazima na mvi zao wanaiba mitihani. Kule tunaita nondo, tunaitaje? Mtu anatengeneza nondo, anaweka kwenye soksi. Mchungaji, nondo kwenye soksi. Masomo yanaendelea, Mungu kwenye mtihani anakachomoa. Hivi nikuulize, hicho cheti ulichokiweka pale ukutani kwako, siku kikiangalia hakikurudishi pa? Kinakurudisha, ulipata kwa kuniiba. Na alizungumza akasema hivi, siku hiyo dhambi hiyo utaitubu kwa nani? Na chuoni wezi kurudi tena. Ndio maana mimi huwa nasema kwa kiburi, ni mimi nimeingia chuoni na nikatoka chuoni, sijawahi kuiba mtihani hata siku hii, hata siku moja. Hata siku moja. Na nilimwambia mtu mmoja kwamba ili uende chuoni usiibe, anza kujipanga kusoma chuo ukiwa bado nyumbani. Usiseme utaenda kusoma chuoni ukiwa kule. Anza kununua vitabu, anza kusoma historia, anza kusoma, uanze kujiandaa wewe. Hivyo na mtu anayetaka kuongoza watu, aanza kusikia ndani ya moyo wake. Je, kuna shauku hiyo ya kuongoza watu? Kuna msukumo huo? Na kama upo, ujue kuongoza watu ni kujitoa, ni sadaka. Hebu fungua Samueli, chapu chapu. Fungua Samueli. Kitabu cha Samueli sura ya 2 mstari wa 18. Samueli kidogo. Anasema, lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivela ya kitani. Tena mamaye kumfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka, hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Elikana na mkewe akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo aliloaziliwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao. Naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Simama hapo kwanza. Hiyo paragraph ya kwanza tulisoma inasema mstari 21, 18-21. Paragrafu hii inatuonyesha Samueli alipozaliwa, baba yake na mama yake walimpeleka miguuni pa Eli. Eli ni kuhani aliyekuwa na sifa nzuri mbele za Israeli yote. Wakampeleka mtoto Samueli, maana wamemtoa kwa Bwana, kwa kuwa yeye amezaliwa kama mnadhiri, kama kiongozi, aende afundishwe uongozi. Tuko pamoja? Nipe mkono namna hii. Asante. Maana kuna bwana mmoja ananiambia kwamba aliuliza swali Jumapili kwamba washirika huwa mnaibiwa. Yaani ngome kubwa ya kuelewa elimu ni mawazo. Sasa wakati uko kwenye ibada hii, kanakuja kale kajamaa
kana kuiba mawazo, kana kupeleka Manzese na Dar es Salaam, huko hapa lakini hauko. Ndio wengi mnakuwa hivyo na mnakubali. Kwa nini kubali kupotea? Eli akampokea Samuel, akaanza kumwelekeza. Kwa kiongozi anatengenezwa, anaelekezwa, anafundishwa. Bwana asifiwe. Kwa akaelekezwa, akafika mahali pa kuwa kiongozi. Bwana asifiwe. Mstari wa 22 tunaangalia viongozi waliofeli. Soma mstari wa 22 mpaka 26. Viongozi waliofeli nao walilelewa, wakatunzwa, kwa kuwa ndani mwao hakukuwa na uongozi, walifika mahali wakashindwa. Twende. Anasema basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda wa Israeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayoisikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakusikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali na Bwana kwa watu pia. Akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Bwana asifiwe. Kabla Samueli hajafika kwenda kwa Eli, Eli alikuwa na vijana wawili. Alikuwa na Hofni, alikuwa na Finehasi. Watoto wake aliowapandisha daraja, akawaweka kuwa makuhani, waongoze wana wa Israeli. Walipoingia katika kuongoza, sidhani kama waliharibika ndani ya siku hiyo. Hapana, inamkia mkini walijaribu kwenda kidogo. Lakini walipoenda wakaona wasichana wenye hizi supu. Wakaona wasichana wenye supu, wamekaa vizuri, walembo, waliojikrini, wakawatamani katika madhabahu, wakaanza kuzini nao hapo madhabahuni. Hivi ni waulize, mchungaji akigeuka akafika kuzini na washirika wake, hilo kanisa lina sehemu linakwenda? Yaani anachagua huyu mtu anazini naye. Sasa wakaanza kuzini na watumishi tena wenzao, mashemasi wa kike wanazini nao na wamama wanazini nao. Eli akasikia habari zile, akajaribu kuwaonya watoto wao, hawakusikia. Watoto wake hawakusikia. Ukisoma mpaka sura ya 4, hawa watu walisababisha mpaka mzee Eli akafa. Kwa hiyo ukisikia kiongozi ameatamia madaraka na hana sifa ya kuwa kiongozi, anataka kuliua nini? Kanisa. Maana sifa ya kiongozi ni zaidi ya moja. Nilianza nikasema kiongozi hatasema vizuri, lakini acha aseme vibaya, ila ukienda kuchunguza ukute ni uongo. Kwa mfano, hivi mtu anapokuletea habari za kiongozi mbaya, unashindwa nini kwenda kumuuliza wewe? Sufike, maana kuna mtu analeta habari kinyume, ukienda unazielewa vizuri. Wangapi wanachokisema? Usishiriki maneno, maana yeye anakuletea wewe uyapanue. Maana wewe hakuletea utunze. Kama anakuletea anakutaka na upeleke kwa wengine, upeleke kwa wengine. Sasa kabla hujapeleka, nenda ujipatie uhakika. Kama ambavyo mimi huyu ndugu aliniambia alikuwa amekufa. Tena yeye hakufa, alipelekwa mzima. Hivi nilikuwa ningeamua kumwamini, singemwamini tu. Lakini yule kijana aliyemuokota, aliyeniambia mauzauza ya huyu ndugu kwamba bwana huyu bwana ni mtu wa ajabu. Vyakula hajui kula, ni mtu wa ajabu. Hizo habari na yule ndugu hakuhadithiwa habari hizo na huyu hakumhadithia. Alikuwa amemficha. Mimi ndo nikamhadithia, nikamwambia kuna hiki na hiki na hiki. Sasa huyu yamkini anaweza kawa ni mtu tapeli au mtu mwingine. Tufanyeje? Wewe kwao sameshakwambia ni sehemu gani kwa kumezaliwa. Hebu ukienda mjini, nenda mpaka uulizie kwao. Alitaka kukamatwa mara mbili. Kwa nini anauza habari ya mtu aliyepotea miaka 20? Lakini yeye ndiye alifanyaje? Alimuua. Ilibidi ajitetee akasema hivi, mimi huyo bwana Elia tulisoma naye. Kuna
wakauliza kama bado yupo na yuko wapi. Ndio wakamwonyesha na nyumbani kwa Hawa, nenda kwao ni pale utapata habari. Ndio akaenda akakuta shangazi yake naye shazeeka yuko pale, na akaonyeshwa na kaburi la huyu. Yeye kaburi la huyu hawakuzika kama mtu, walichukua nguo zake huyu na udongo wakachimba, wakafikia mila yao, wanasema walishakufikia, yani hawana taarifa kama anafanyaje atarudi. Hayo yote niliyajua huyu bila kujua. Kwani singemwamini? Mimi sipendi umbea, mimi sipendaji umbea, na nishaonya kanisa, ukileta umbea kwangu umekwama. Wambea ficheni huko huko, ndio na umbea huko huko, mimi sipendi umbea. Kwa kiongozi utampima, sio wa maneno maneno. Kiongozi amekaa kutulia kwa ajili ya kazi ya Mungu tu, isimame iende, si mkwamishaji. Lakini kuna watu fanya tu wavyo, ni kutoa makosa tu, chochote unachofanya ni kutoa hiki, hamna hiki ni kosa. Huyo ni agenti. Hatu wewe utalifanya nini? Mkono unajiweza. Haleluya. Rabo sakarabo. Haleluya. Yesu ni naye. Kwa uchawi mimi na Roho Mtakatifu aliye mchawi wa wachawi, haleluya, anaweza kamaliza chumba hiki. Bwana asifiwe. Kwa tuwezi kuacha kusema tunapotaka kupanga sikwaji itakofanya kazi ya Mungu. Mimi nina maono ya kanisa la maelfu, sio hawa maelfu. Sasa huwezi kuwa na maelfu peke yako. Sasa tuna wachungaji wasaidizi, wachungaji wadogo, wachungaji kadhaa, halafu kidogo na mimi starehe nikae kwenye kiti Bwana angalau. Bwana asifiwe. Kwa tunataka wachungaji wengi. Ndugu zangu, somo hili lina upana wake, lakini niseme tukuze watoto wa huyu mtumishi wa Mungu ambaye tumemsifia. Hebu nenda Samueli sura ya 8 mstari wa kwanza. Kitabu cha Samueli sura ya 8 mstari wa kwanza anasema, hata Samueli alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli, na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wapili Abia. Walikuwa mstari wa pili nirudie, na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli, na jina la wapili Abia. Walikuwa waamuzi katika Beersheba, ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli waliposema, tupe mfalme atuamue. Naye Samueli ni malizo atukeishia hapa. Maana hicho ndo chanzo cha wana wa Israeli kuomba mfalme kama mataifa mengine. Samueli alijaribu kuweka watoto wake, badala yake wakaamua Israeli. Lakini waliposimama wakawa kama watoto wa nani? Wa Eli. Wakawa waharibifu. Sikiliza nikwambie, kuna matusi makubwa tunayotukana watumishi wa Mungu. Kuna wachungaji wengine kwa kumweka kiongozi wanaambiwa uliletewa maziwa, ndio maana ulimweka kiongozi huyo, kwa sababu ameonekana amefanya vibaya. Mimi sijaelewa kama kweli kwa sababu ya kupewa maziwa kimtaza kutangaza huyo kiongozi. Mimi ninaamini mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta, mchungaji, mzee wa kanisa, lazima vifuate vigezo vya wewe kuwa kiongozi. Hata kama umempa maziwa basi. Tunaelewana vizuri? Hatusemi watu wasiwasaidie wachungaji, wazee wa kanisa na watu wengine. Wasaidieni, lakini wakati wa kuweka viongozi wasiangalie ile zawadi uliyompa. Unaelewa vizuri? Maana sasa watakufa na njaa sasa. Maana kila mmoja ataogopa kumsaidia mchungaji, atasema akinichagua atasema ni kwa kuwa nimempa maziwa. Maana wengine hakutagua umewekwa mfukoni, wengine umenunuliwa koti, wengine umepanda hiki na ile suruali uliyovaa kupa yeye, ndio maana unampa kwa mzee wa kanisa. Lakini je, wakati unamchagua si lazima ufuate vigezo? Kwa hatuwezi kuacha kuwasaidia wachungaji eti kwa sababu atatuchagua kwa kiongozi. Mtaacha
kuangalia kama wewe ni nani, ni kiongozi. Mungu atusaidie sana. Uongozi tunaotaka kwa kanisa letu la FPCT ni kinyume na makanisa mengine. Makanisa mengine ukikanyaga tu unafika unakuwa mzee wa kanisa, lakini FPCT sio rahisi. Fungua Timotheo, tumalizie hapo. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Hizo zinaitwa sifa za kiongozi. Hizo zinaitwa sifa za nani? Za kiongozi bora. Timotheo wa kwanza ngapi? Sura ya 3 mstari wa kwanza. Askofu atamani kazi yenu. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa kwanza panasema, ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaunika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu akujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu, yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atatunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia wajaribiwe kwanza, baada ya kutenda kazi ya ushemasi, wakisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao, kwa maana watendao vema kazi ya ushemasi hujipatia daraja zuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Na waandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu. Umeenda mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kanisa lenye furaha, lenye amani, lenye ujasiri, ni kanisa lililopata viongozi wenye sifa hizi. Haleluya. Kama kanisa lina viongozi wenye sifa hizi, basi linaishi kwa starehe sana. Maana kiongozi pia ni mlinzi. Kiongozi ni mlinzi wa kundi lake lisipotee, lisiharibike. Yuko tayari kujitoa kwenda kulisimamia kundi lake. Bwana asifiwe. Kwa kiongozi saa zote anakaa kiangalia usalama, na ndio maana katika Israeli, haleluya, nisikiliza vizuri, katika Israeli huwa kiongozi au mlinzi anajengewa mnara, anakuwa juu, maana yake awe anaangalia mbali, anazungusha jicho mbali, anazunguka naangalia. Akiona maadui anamwambia mlinzi wa chini, kimbia, uambie waingie ndani au wakimbie. Yaani yule aliye juu hashuki mapema, anahakikisha kwamba watu wake wameshaenda kwenye usalama, ndipo anashuka naye anafanyaje? Anakimbia, maana amekuja maadui wenye nguvu kuliko yeye. Kwa kiongozi anajilinda. Kiongozi sasa ni mlevi, kiongozi ni mzinzi, kiongozi ni mbea, kiongozi ni mpiga watu, kiongozi, yani kiongozi atakuwa mshari, itawezekanaje? Bwana asifiwe. Ni lazima kiongozi awe kielelezo. Lakini kiongozi ni ili kuwe na utaratibu. Kuweka kiongozi ni ili kuwe na nini? Na utaratibu. Kundi lolote likikosa kiongozi linakosa utaratibu kwa ujumla. Ni kweli sio kweli? Tuna viongozi wa vijana, viongozi wa wamama, viongozi wa idara fulani, maana yake watusaidie utaratibu. Huko sio mpaka aende mzee wa kanisa, anatosha yule mwenyekiti na katibu wake kuweka utaratibu. Sasa unakuta ni kiongozi wa idara hajitambui, hata mhasibu wa kanisa, katibu wa kanisa anaagiza ripoti, hawatoi, maana hawajitambui.
ni kazi ngumu sana. Lakini uongozi ni kulinda kundi dhidi ya adui. Uongozi kuuweka ni ili kulinda kundi dhidi ya adui. Kiongozi lazima ajue vita. Kiongozi ajue nini? Ajue vita. Awe na uwezo wa kupambana na maadui wanaotaka kumnyang'anya kondoo wake, kama Daudi alivyowashinda dubu na simba. Tunaelewana vizuri? Kiongozi wa kiroho ajue kutoa pepo, ajue kujua kuna wachawi, ajue kuhame wachawi, ajue kufungua washirika wake, ajue kuwaweka huru kutoka kwenye vifungo vya kisa. Hatuwezi kuwa kiongozi ambaye yeye watu wanakufa, wanachukuliwa misukule, wanapelekwa kule hovyo tu. Hapana. Kiongozi ajitoe, awe mwombaji, akitoka kwenye uombaji usoma neno, alijue neno la Mungu limjae kifuani, awe anaweza kulitoa. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa sana kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yake. Ukisikia kila andiko lenye pumzi ya Mungu, maana yake nini? Ni andiko limetoka kwenye Biblia, limeingia ndani ya moyo wa mtu, sasa linatoka. Ndio andiko lenye pumzi ya Mungu. Sio kubakiza hivi tu. Wanaweka mpaka kichwani, mapepo yanawagaragaza. Weka Biblia kichwani, unagaragazwa. Mpaka uchukue neno liende kifuani ulitoe. Maana huko ndiko Roho Mtakatifu anapokaa, analifanya alihuishe. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo katika hali hiyo, kiongozi analinda kundi lake. Na ili kundi liwe salama, ni lazima kila idara iwe na viongozi wa kiroho. Mtu mwingine anachaguliwa anasema hivi, ila mimi wamenichagua hata sijui nitafanyaje. Hamja kusikia hivi? Yaani anachaguliwa kwa kura zote, hapo anaanza kumwambia hivi nitafanyaje? Ina maana kagari hiyo. Chagua mtu ambaye hana sifa kabisa. Maana wewe utakuchagua kwa kuona uweza kutupeleka sehemu. Lakini hitimisho langu, Mungu ndiye uchagua, usijichague. Mungu ndiye usianze kwenda unasema unamwambia na mke wako na mume wako, yaani kwa mafundisho haya mimi ni mzee. Yeye anakuambia kuja kuhitimisha, mimi nitakuwa nimeshakuwa nani? Mzee wa kanisa. Hiyo na kuwekea sisi wote hatukujua kama tutakuwa wachungaji, hatukujua. Wewe umejuaje sasa hivi? Ukileta laki tunakula, milioni tunakula, na hatukuweki kwa mzee. Huwezi kusema utakuwa mzee, hawa watasema wewe ni mzee. Amina. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa tunangojea kurudi kwako Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa somo la uongozi, na ninaamini Mungu kanisa la Galilaya unaenda kutupatia viongozi watakaoendelea kutuongoza katika namna ya kipekee. Kuanzia siku ya leo tunapoendelea kujifunza somo la uongozi, tunahitaji kuona msaada kutoka kwako, ukituandalia viongozi ambao wewe Bwana umewatengeneza. Si kama watoto wa Eli, wala si kama watoto wa Samueli, bali Bwana ni wale uliowakusudia toka tumboni mwa mama yao, ya kwamba wasimame katika kanisa la Galilaya na wapate kuongoza watu hawa. Baba, ninakushukuru kwa wema wako, katika jina la Yesu wote tuseme amen.